Mimi kwa jina naitwa Mahmud Mohamed Musa, ni mstahiki meya wa jiji la Zanzibar. Kwa siku ya leo tuko hapa katika viwanja vya Maruhubi, chuo cha utalii, kwa sababu ya kusubiri kupokea mwenge wa uhuru ambao kwa siku ya leo utakuwa unatokea wilaya ya Magharibi. Kimsingi mwenge huu ni ishara na alama yetu kama Watanzania na Wazanzibari kwa ujumla. Mwenge umekuja kwa sababu ya kuweza kuendeleza maendeleo katika nchi yetu, lakini pia kama ilivyokuwa asili ya mwenge ni kwamba mwenge huu umekuja kumurika katika visiwa vyetu vya Zanzibar kama ambavyo umeanzia kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mwenge unalo majukumu matatu makubwa. Jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba mwenge unamurika katika pembe zote nne katika nchi yetu, lakini mwenge una jukumu la kuleta amani katika nchi yetu, na mwenge vile vile una madhumuni ya kuweza kuonyesha miradi na kuendeleza miradi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ili kwa wale wananchi ambao hawajui, na mbali ya wananchi pamoja na watu wengine ambao hawajui namna gani serikali zetu zote mbili zinavyofanya shughuli zake, kupitia mwenge wataweza kufahamu. Lakini mwenge huu uliokuweko ambao kwa sasa tutakuja kupokea hapa utakwenda kuzindua na kuonyesha miradi tofauti ndani ya wilaya yetu ya Mjini ambayo inahusiana na wilaya husika, na hatimaye watu waweze kufahamu kwamba katika wilaya hii kuna nini na nini ambacho kinaendelea. Na hizi zote ni juhudi za Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika kuwafahamisha na kuendeleza Zanzibar yetu chini ya uongozi wake wa awamu ya 8. Mimi Sanifa Juma Khamis, mkuu wa wilaya Magharibi Unguja, na kukabidhi Mheshimiwa mkuu wa wilaya Mjini Mheshimiwa Hamid Seif mwenge wa uhuru mwaka 2025 sambamba na wakimbiza mwenge wake wote akiongoza kiongozi wetu ndugu Ismail Usi pamoja na wakufunzi wao wawili, na kuombea kwa Mwenyezi Mungu akusaidie. Mimi Hamid Seif Said nakiri kupokea mwenge wa uhuru mwaka 2025 kutoka kwa pacha wangu ndugu Sanifa Juma Khamis, ukiwa unang'ara, unameremeta, pamoja na wakimbiza mwenge wote 6 pamoja na wakufunzi wawili, ukiongozwa na kiongozi wa mbio za mwenge ndugu yangu Ismail Ali Usi. Naomba Mwenyezi Mungu utusaidie. Ladies and gentlemen, Assalam alaikum. I feel honored to be given a chance to greet you in this special event. As the chairman of Zanzibar and Weihai Huatan, I want to assure you that we will do everything to make sure this project is successful. We are together with His Excellency President Dr. Hussein Mwinyi for this dream to be true. Thank you. Asante sana. Lakini kipekee ni kushukuru sana Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaendelea kuifanya ndani ya wilaya hii. Kwa kweli siku hii ya leo mwenge wa uhuru utaendelea kuonyesha matumaini, utaendelea kuonyesha upendo, lakini pia utaendelea kuweka heshima kwa wananchi pamoja na viongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Daktari Hussein Ali Mwinyi. Dr. Mwinyi oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenge huu wa uhuru ambao unawaka leo hii ni moja kati ya tunu ambayo tuliachiwa na wasisi wetu hayati Abeid Amani Karume
pamoja na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na tunu hii wakati wa viongozi wetu hawa wanauwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, walikuwa na matumaini makubwa juu ya taifa hili. Ndio maana leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi wanaendelea kuenzi mwenge wa uhuru na kurithisha vizazi hadi vizazi. Na kwa kweli ni washukuru sana viongozi wa wilaya mjini mkiongozwa na mkurugenzi wa baraza la manispaa ya wilaya mjini, naomba mpigeni makofi mengi sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, miradi hii ambayo inaendelea kutekelezwa na viongozi wetu kwa maana mkurugenzi pamoja na wasaidizi wake kwa maana shirika la nyumba, hii ni miradi ambayo inaenda kuwagusa wananchi moja kwa moja. Na kutokana na viongozi kwa maana mkurugenzi, mstahiki meya pamoja na waheshimiwa madiwani, wao ndio walikuwa na dhamana ya kupitisha miradi hii katika maeneo yetu. Kwamba wao walijikubalisha pamoja na wananchi wao kupokea mradi huu. Wananchi wa Chumbuni wangelikuwa hawahitaji nyumba hizi za kisasa, kwa kweli mradi huu leo hii usingekuwepo katika eneo hili. Ungekuwepo maeneo mengine ama kule kwetu nyumbani kaskazini Unguja, lakini kutokana na mapenzi ya wanachumbuni kwa kweli wamekubali hilo, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Lakini kipekee ni kushukuru sana mkurugenzi wetu wa shirika la nyumba Zanzibar kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya. Kwa kweli sisi kama wakimiza mwenge wa uhuru kitaifa, wakati tunaingia katika eneo hili tulikuwa hatuamini ambacho kinatekeleza katika eneo hili. Wakati unawasilisha taarifa yako hapa, kwa kweli mimi binafsi nilikuwa nimeduaa. Na nimeduaa kwa mradi mkubwa ambao unatekelezwa katika eneo hili kwa wananchi wa hali ya chini kabisa, naomba tupige makofi mengi sana. Hii inaonyesha dhahiri kwamba leo hii Daktari Hussein Ali Mwinyi anaendelea kuwajali wananchi wake. Na sisi sote tuliopo hapa ni mashuhuda. Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa mara ya kwanza anakuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndani ya viwanja vya Amani ya kila kiapo aliwahutubia wananchi wa Zanzibar juu ya swala zima la kuenda kuhakikisha wanaletea miundombinu iliyo bora, ikiwemo sekta ya barabara, ikiwemo miundombinu ya elimu, ikiwemo miundombinu ya afya, ikiwemo miundombinu ya maji safi na salama, lakini pia kuangalia wananchi ambao kwa kweli muda mrefu wanakaa katika nyumba ambazo kwa sasa hazistahili na haziendani na wakati. Ndio maana leo hii mkurugenzi huyu na watumishi wake wamekuja na program na wadau wetu hawa wa kampuni ya Kichina ambayo kwa kweli inafanya kazi nzuri, na naomba tuwapongeze sana na wao. Thank you.